Nyumba ambayo unamwomba Mungu akusaidie uweze kujenga, hautaweza kuijenga ukaishi ndani yake ukaifurahia kama hautakuwa na uzima. Chochote ambacho unamwomba Mungu, ndoa ambayo unamwomba Mungu akupe, hautaweza kuifurahia kama hauna uzima. Chochote kazi ambayo unamwomba Mungu akupe, hautaweza kuifurahia kama hauna uzima. Kwa hiyo kuona na uzima asubuhi ya leo ni sababu inayotosha kumwambia Mungu asante, ni sababu inayotosha kumshukuru Mungu. Yesu, tunakushukuru. Ninaungana na watu wanaotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kukushukuru. Ushukuriwe Bwana kwa kuwa umetuamsha salama. Ushukuriwe Bwana kwa kuwa umetupa nguvu tena asubuhi ya leo. Ushukuriwe Bwana kwa kuwa tukiwa na wewe Bwana una uwezo wa kutupa vyote tusivyo navyo. Tukiwa na wewe Bwana tuna uhakika na kesho zetu. Tukiwa na wewe Bwana tuna uhakika sio tu maisha ya sasa, lakini hata umilele wetu. Yesu, asante kwa kutuchagua, asante kwa kutupenda, asante kwa kuturehemu, asante Bwana, asante kwa kututakasa, asante kwa kuwa umetuita sisi ni watu wako. Umesema ya kwamba Bwana, ikiwa watu wako tutaomba na kujinyenyekesha mbele za uso wako na kukutafuta wewe, umesema ya kwamba Bwana utatusikia. Watu wako tumekuja tena mbele zako, wanao tumekuja tena mbele za uso wako, tumebeba shukrani. Tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Yesu. Asante kwa rehema zako, asante kwa neema yako. Tunaamini ya kwamba Bwana aliyetufikisha tarehe ya leo, majira ya leo, siku ya leo ni wewe Bwana, na sio fedha zetu. Ni wewe Bwana, na sio jinsi tulivyokula vizuri. Ni wewe Bwana, na sio jinsi tunavyojilinda vizuri. Ni wewe Mfalme, ni wewe ngome yetu, ni wewe nguzo yetu. Neno lako linasema ya kwamba usipoijenga nyumba wajengao wanafanya kazi bure, usipoulinda mji walindao wanafanya kazi bure. Bwana, ni wewe umetulinda, ni wewe umeendelea kutujenga, ni wewe umeendelea kutupa hatua. Ni wewe Bwana Yesu. Tukiangalia maisha yetu, asilimia zote ni wewe Bwana, asilimia zote ni neema yako, asilimia zote ni mkono wako, asilimia zote ni uweza wako. Ninakushukuru. Asante Yesu kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya zawadi ya uzima, asante kwa ajili ya zawadi ya uhai, asante kwa ajili ya zawadi ya maisha. Yesu, ninakushukuru. Asante Bwana, nikiwa na wewe nina ujasiri ya kwamba Bwana, hata vile nisivyokuwa navyo una uwezo wa kuvileta kwenye maisha yangu. Ninaamini ya kwamba Bwana una uwezo wa kuvileta kwenye maisha yangu. Umesema Bwana nikukaribie nikiwa na kinywa cha shukrani, nikukaribie nikiwa na neno la shukrani, niingie kwenye malango yako nikiwa na neno la shukrani. Ninaingilia wiki yangu hii Bwana ya mwezi wa 6 nikiwa na kinywa cha shukrani. Ninaingilia Jumatatu yangu nikiwa na kinywa cha shukrani. Ninaiendea Jumanne nikiwa na kinywa cha shukrani. Ninaiendea Jumatano nikiwa na kinywa cha shukrani. Ninaiendea Alhamisi nikiwa na kinywa cha shukrani. Ninaiendea Ijumaa nikiwa na kinywa cha shukrani. Ninaiendea Jumamosi, Yesu, nikiwa na kinywa cha shukrani. Wiki yangu hii ni wiki ya shukrani. Ninakushukuru Bwana, asante kwa ajili ya yote uliyoyafanya. Bwana Yesu, ninatambua msaada wako, ninatambua nguvu zako, ninatambua nafasi yako, ninatambua uwezo wako, ninatambua kibali chako ulichokiweka juu yangu. Bwana, ninatambua nafasi yako. Hakuna aliye kama wewe, hakuna wa kuchukua nafasi yako, hakuna wa kuchukua nafasi yako. Yesu, ninakushukuru. Yesu, ninakushukuru. Yesu, ninakushukuru. Yesu, ninakushukuru. Yesu, ninakushukuru. Jakataraba arapakataya yekorababa ashaparanda lakatayanda arapakata yekotorianda irapapapashaka yakakapalaba lakadababa ranana sana lakapalia arekatoria yekoradada akabadadabaya yekoradana masanda la paranda o kabaya ayababa sana la kadadaba yekoradadaba. Baba sante, Baba sante, Baba sante. Uzima ni kitu ambacho siwezi kulipia ili nikipate. Wapo matajiri lakini wengine hawana uzima. Wengine asubuhi ya leo wameondoka, wengine asubuhi ya leo hawajaamka. Wengine Bwana walikuwa na fedha
lakini fedha sio uzima, utajiri sio uzima, wala umaskini sio uzima. Wewe ndio unayetoa uzima, wewe ndio unayeshikilia uzima, wewe ndio unayegawa uzima. Ninakushukuru kwa kunipa nafasi asubuhi ya leo. Yakandaraba arapakalaba yakatalanama rabadagabada lakadana masaya aparia kandalaba yekorada masaka yakana mama rakataya arapayanda lakadababa yakana mana lakataya. Mshukuru tu Bwana. Yeyote unayenisikiliza, unayenifuatilia, mshukuru tu Bwana. Mwambie Yesu asante. Rakada baba yakananama rapayana ashayana lakadaba. Mwanzo wangu ni wewe na mwisho wangu ni wewe. Mwanzo wangu ni wewe na mwisho wangu ni wewe. Asubuhi leo nipo mbele zako kwa ajili ya kutanguliza Bwana katika wiki yangu. Asubuhi ya leo nipo mbele zako nikiamini ya kwamba Bwana, wiki hii sijui kama ambavyo unaijua. Wiki hii siwezi kama nisiposaidiwa na wewe. Wiki hii Bwana, siwezi nikashinda kama utakuwa upande wangu. Wewe unajua siku zote, wewe unajua kesho yangu, wewe unajua baadaye yangu, wewe unajua jioni ya leo, wewe unajua yaliyoko mbele yangu. Ninahitaji msaada wako. Nimekuja mbele zako Bwana kwa ajili ya kuuliza kutoka kwako. Nauliza nguvu zako, nauliza uweza wako, nauliza kibali chako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Kabara shanda rababa irakatana mashaya barabus. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 12 ule mstari wa 9, anasema ukianza mstari wa 8 mstari wa 8 anasema malaika akamwambia jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia jivike nguo yako ukanifuate. Jivike nguo yako ukanifuate. Biblia inasema akatoka nje akamfuata, wala akujua ya kuwa ni kweli aliyofanya na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Nachokitaka hapo ni kwamba mwambie Bwana, ninahitaji uniongoze katika wiki. Ninahitaji. Biblia inasema malaika akamwambia ukanifuate. Mwambie Mungu, ongoza hatua zangu ndani ya wiki. Bwana Yesu, ongoza hatua zangu ndani ya wiki. Ongoza maisha yangu ndani ya wiki. Ongoza biashara yangu ndani ya wiki. Bwana Yesu, naomba uniongoze ndani ya wiki. Usiponiongoza wewe, hakuna kinachoweza kunifikisha kwenye hatima yangu nikiwa salama. Usiponiongoza wewe, siwezi kupiga hatua. Usiponiongoza wewe, nitapotea. Usiponiongoza wewe Bwana, nitakwama. Anasema kwenye Zaburi 32 ule mstari wa 8 ya kwamba nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoendea. Mwambie Bwana, nionyeshe njia ya kuiendea ndani ya wiki. Mwambie Bwana Yesu, nionyeshe njia, nionyeshe mahali pa kukanyaga, nionyeshe ni wapi pa kwenda, nionyeshe ni nini cha kufanya. Yesu, nionyeshe njia. Neno lako liniongoze Bwana, malaika wako waniongoze Bwana. Anasema kwenye kitabu cha Mwanzo 24 mstari wa 40, Ibrahimu anamwambia yule mjakazi wake Eliezeri ambaye alikuwa anaenda kumtafutia Isaka mke, akamwambia malaika wangu atakuongoza. Lakini kutoka 23:20 Bwana anawaambia wana wa Israeli, malaika wangu atakuongoza. Malaika atawaongoza, atawalinda njiani, atawapeleka mpaka mahali pale nilipoandalia. Kutoka 23:20 malaika atakuongoza, atakulinda njiani, atakupeleka mpaka mahali pale ambapo Bwana amekuandalia. Mwambie Bwana Yesu, niongoze kwa malaika wako wiki, niongoze kwa neno lako wiki, niongoze Roho Mtakatifu, niongoze Bwana, niongoze Bwana, niongoze Bwana, niongoze Bwana, niongoze Bwana. Daudi anasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kando ya maji ya utulivu niongoza. Mwambie Bwana niongoze katika majani mabichi. Daudi anasema Bwana ananilaza. Mwambie Bwana niongoze kando ya maji ya utulivu. Mwambie Bwana niongoze kando ya maji ya utulivu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Niongoze kando ya maji ya utulivu, 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 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Niongoze kando ya maji ya utulivu, niongoze kando ya maji ya utulivu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rakabadaba shadada lekabadabo shakata la pariana na mashana ikabadaba shaka la kanda dadabo aparanda kata
yekabadadaba ashaparianda lakabadada yakandadabo sapa rapakandadaba arakadaba shaya yekoradaba shaka. Niongoze Bwana, najua pasipo wewe nipo kwenye giza, pasipo wewe Bwana nitaenda kwa kubahatisha, pasipo wewe Bwana nitapotea, pasipo wewe Bwana nitatumbukia kwenye shimo. Rakapayada akanda la baba lakada baba, kama ulivyoongoza wana wa Israeli ukaongoza kwa wingu lako mchana na usiku ukaongoza kwa nguzo ya moto. Baba, niongoze ndani ya wiki. Ni wapi niende? Ni kipi nifanye? Ni kipi nifanye? Niamulie wewe, niongoze wewe, nifundishe wewe, nielekeze wewe. Umesema utanielekeza na utanifundisha. Jicho lako likinitazama nifundishe, jicho lako likinitazama. La kaparada ashada na makata lekotoriana irapakapaya akatalaba yakadaba shanda yekotoriana rebababa shaya. Niongoze Bwana, niongoze Bwana, niongoze Bwana, niongoze Bwana, niongoze Bwana. Umesema ya kwamba wewe Bwana njia zako zipo juu, niongoze katika njia za juu, niongoze katika njia za juu. Rababa shanda raba yakanda raba baba rapakanda raba yekatosa yekorata ashapaya akabayada rakatayanda ikabada shata rapakatayada. Kwenye hiyo biashara Yesu niongoze, kwenye hiyo ajira Yesu niongoze, kwenye hiyo kazi Yesu niongoze, kwenye hii ndoa Yesu niongoze. Mwambie Bwana akuongoze, mwambie Bwana akuongoze, mwambie Bwana akuongoze. Kwenye hiyo ajira unahitaji akuongoze. Shada bada, Biblia inasema hata Yesu hakufanya lolote isipokuwa lile ambalo alimuona baba yake anafanya. Mwambie Bwana niongoze, ni nini cha kufanya, ni wapi pa kwenda, ni nani wa kushirikiana naye. Yesu nahitaji uongozi wako asubuhi ya leo. Yesu nahitaji uniongoze asubuhi ya leo, niongoze ndani ya wiki hii. Nauliza kutoka kwako uongozi wako e Bwana. Roho Mtakatifu, umesema wanaoongozwa na wewe hao ndio wana wa Mungu. Niongoze, 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 niongoze. Uwe mwalimu wangu, uwe mshauri wangu. Ni wapi pa kukanyaga, ni wapi sio pa kukanyaga, ni gari lipi la kupanda ndani ya wiki hii na lipi sio la kupanda. Parada shanda daba rakabada shayana yekada baba shaka rapakana na yana akatalia baba yekabada shaka la parakataya ikapaladia lekutaya ikaparana yakabada ashaya. Niongoze katika maongezi, ni nini cha kuongea na nini sio cha kuongea. Ikabada ashadana rapakanaya akada baba. Matendo 13 ule mstari wa 4, Biblia inasema ya kwamba Roho wa Bwana akampeleka Paulo na Sila akaanza kuongoza. Ikataya ababa shanda arababa yana, alimongoza Paulo na Barnaba. Roho wa Bwana alianza kuongoza. Mwambie Roho wa Bwana niongoze, mwambie Roho wa Bwana niongoze. Shana na makanda raba rakanda baba shaya aparana kata yekabadadaba harakana ya yakabadada. Najua ipo mitego imetegwa kwenye njia yangu, lakini wewe unajua nikipita wapi siwezi kunaswa. Najua yapo mambo
yamekaa kwenye njia yangu, lakini wewe unajua njia, lakini wewe unajua njia, lakini wewe unajua njia. Shayabada arapa yakanda lekapaladaya akana mayanda irapaya. Niongoze, ni nani wa kushirikiana naye ndani ya wiki ninayeingia? Ni nani wa kuzungumza naye? Ni nani wa kushirikiana naye? Yakabadaba arapa yakadalaba yekadaba mashaka labrada bashanda. Kwenye hiyo biashara niongoze Yesu, niongoze. Mwalimu mwema, kiongozi mwema, kiongozi mwema, niongoze. Kaya baba baba shada da 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 ba rakada baba baba abaya 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 shada ba rababa yakana labarada labarada. Baba niongoze, Baba niongoze, Baba niongoze. Ikaparada ashana nana, niongoze katika njia za uzima, niongoze. Ukinifundisha wewe, ukiniongoza wewe, naiona faida. Ukiniongoza wewe, nauona mwisho mwema. Ukiniongoza wewe, naiona hatima njema. Ukiniongoza wewe, naona amani kwenye njia. Ukiniongoza wewe, nauona ushindi. Ukiniongoza wewe, rada baba shana daba yakada baba shaka la karada daba arapa yakana. Niongoze kwa neno lako, niongoze kwa sauti yako, niongoze hata kwa maono, niongoze. Ikatoria rekabaraya ashadayana lakababa arabadada yakadaba rakananayana ashabadadaba lakadabadaba. Roho Bwana niongoze, Roho Bwana niongoze, Roho Bwana niongoze, Roho Bwana niongoze, Roho Bwana niongoze. Ongoza hatua zangu, ongoza hatua zangu. Biblia inasema hatua za mtu zaongozwa na Bwana, hatua za mtu zaongozwa na Bwana. Mwambie Bwana, ongoza hatua zangu, ongoza hatua zangu, ongoza hatua zangu. Ikasabara la paradada ya kananana. Niongoze kwenye utakatifu, katika njia ya utakatifu. Niongoze kwenye njia yenye afya, niongoze kwenye njia yenye ushindi, niongoze. Ikanaya arapayana ya katalaba la paragada ya kanamaya la badabashaya aparagadaba ya kanadadaba shananaya arapaya kata ye kotora baba rikada na shanda ya kabadadaba. Baba niongoze, Baba niongoze. Kila nitakapoenda nitangulie mbele, nitangulie mbele, nitangulie mbele, nitangulie mbele, nitangulie mbele. Nenda mbele yangu, nenda mbele yangu, nenda mbele yangu, nenda mbele yangu. Unipe kushinda. Kaliba shakataya ekolibadaba ikotoladana ikapalia shalamantadadaba lantabadakata yakapaladaya ashanabada rakadababa yakadanaba shabadadadaba lakadabadaba. We unajua hatima ninayopaswa kuwa nayo ndani ya wiki hii. We unajua mahali walipo wateja ndani ya wiki hii. We unajua ni kitu gani nikikifanya kitaendelea kunifanya niwe salama ndani ya wiki hii, katika jina la Yesu. Kalabashanda rababa yakatarabo shaya makadalaba lekotorianda rababa shaya erabadaba shakararaba karababa shandararabos ledo shatararaba ikarababa shaya lekotorianda rababa. Katika jina la Yesu nataka tukaombe ombi lingine. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 16 mstari wa 6.
Zaburi sura ile ya 16 mstari wa 6 anasema, kamba zangu zimeangukia mahali pema, kamba zangu zimeniangukia mahali pema, naam nimepata urithi mzuri. Mwambie Bwana, angushia kamba zangu mahali pema. Kamba zako inaweza ikawa ni biashara yako, kamba zako inaweza ikawa ni huduma yako, kamba zako inaweza ikawa ni afya. Chochote kile unachokifanya kwa mikono yako, mwambie Bwana kiangushie mahali pema. Mwambie Bwana, angushia mahali pema. Hatua zangu ziangushie mahali pema, hatua zangu ziangushie mahali pema. Ombi hili unaunganisha na lile la kwanza la kuongoza. Mwambie Bwana, ziangushie mahali pema kamba zangu, hatua zangu, biashara yangu ndani ya wiki hii iangukie mahali pema, afya yangu ndani ya wiki hii iangukie mahali pema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ndoa yangu ndani ya wiki hii iangukie mahali pema katika jina la Yesu. Kamba zangu zimeniangukia mahali pema ndani ya Jumatatu yangu. Bwana, kamba zangu zinaangukia mahali pema katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndani ya Jumanne kamba zangu zinaangukia mahali pema katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndani ya Jumatano kamba zangu zinaangukia mahali pema katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndani ya Alhamisi kamba zangu zinaangukia mahali pema katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndani ya Ijumaa kamba zangu zinaangukia mahali pema katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndani ya Jumamosi kamba zangu zinaangukia mahali pema katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndani ya Ijumaa na Jumamosi, Jumapili kamba zangu zinaangukia mahali pema kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti. Hakuna nguvu ya giza inaweza kuzitawanya mahali kamba zangu zisiangukie mahali pasipo pema. Kamba zangu hazitaangukia kwenye magonjwa, kamba zangu hazitaangukia kwenye mauti, kamba zangu hazitaangukia kwenye ajali, kamba zangu hazitaangukia gizani kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hazitaangukia kwenye shimo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hazitaangukia kwenye mauti kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rakabadabashanda dadada ikatana mashaya aparia katalaba yandana sandaraba lakabarada bashaya yakadaba bashana rapaya kata yakatalaba aparagadaba yakandalabadaba lakadaba bashana lakata rakabada yakanana yakabada rianana sana yekorababa aparianana sana la paragadaba yakadabadaba lakadaba 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 yananashaya aparakataya yekoriandaraba ishana makana yekoradadada. Baba, angushia kamba zangu mahali pema, angushia bidii zangu mahali pema. Chochote nitakacho kifanya kiangushie mahali pema, kiangushie mahali pema ili nipate urithi mzuri. Kiangushie mahali pema. Shayana nama lakada baba rapayadada yakadalaba la paragada. Sitaangukia kamba zangu kwenye mauti, kamba zangu hazitaangukia kwenye mauti. Hakuna kitu kinaitwa bahati mbaya ndani ya wiki yangu hii. Hakuna kitu kinaitwa ajali ndani ya wiki yangu hii. Hakuna kitu kinaitwa msiba ndani ya wiki yangu hii. Hakuna kitu kinaitwa hasara ndani ya wiki yangu hii. Sema, Bwana Yesu, ziangushie kamba zangu mahali pema. Bwana Yesu, ziangushie kamba zangu mahali pema. Sema tena, Bwana Yesu, ziangushie kamba zangu mahali pema. Anza kuomba, mwambie Bwana, angushia kamba zangu mahali pema, angushia hatua zangu mahali pema, angushia kamba zangu mahali pema. Ndani ya Jumatatu ziangukie mahali pema. La parikapaya ekoshabadaba likadadadaba yakadabadada yadadadaba shaya aparagada yakadabaya labadaba shaya yekoraba aparianana zagada lakada yakanana labaraba labaraba. Oh Bwana, wewe ni mwema. Kamba zangu ziangukie kwako. Bwana, kamba za afya yangu ziangukie kwako. Kamba za uchumi wangu ziangukie kwako. Kamba za biashara yangu ziangukie kwako.
kamba za uchumi wangu ziangukie kwako. Ikabarada yakadadaba rapayana kata lekabadaba ashayama lakaradada rapayana kata yekoto shata leteto sapaya ebrababa shanda laparikatarada ikaragadabadaba yadadadaba sapa rapayana. Angusia kamba zangu mahali pema, mahali pema, mahali pema. Shayamana lakaraba abayana yadadaba riadaba sapaya leperiano saria eligadaba sapa yakakatwa lekotoriada eketurababa repelidaba saya abradadadada yakabababa. Hazitangukia kwenye magonjwa rakabaya ashayama. Kila nguvu ya giza inayozivuta kamba zangu izipeleke kwenye mauti, naipiga, naipiga, naipiga kwa jina la Yesu. Rekababa, rekababa, rekababa yakarabada yandadadada rakabadaya ashayana apariada rakata rakata rakata. Kila nguvu ya giza inayotaka kuhamisha kamba zangu ziangukie kwenye ajali, ziangukie kwenye mauti, naipiga asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Naipiga asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Yekorabababa. Kamba zangu ndani ya wiki hii kwenye eneo la afya zinaangukia mahali pema, zinaangukia mahali pema, zinaangukia mahali pema. Wewe unayetafuta ajira, vyeti vyako ndani ya wiki hii vinaangukia mahali pema. Radaba shandadaba. Wewe ambaye biashara ilikuwa inasuasua, kamba zako za biashara ndani ya wiki hii zinaangukia mahali pema. Lekapayada ashayabada lakarababa. Wewe ambaye ndoa ilikuwa inasuasua, ndani ya wiki hii kamba zako zinaangukia mahali pema. Radadadadaba rabababababa rakadadababa shanda yakadalababa aparanaya yakaradaba yandadadaba shaka yekoria. Zinaangukia kwenye utajiri, zinaangukia kwenye utajiri. Kamba zangu ndani ya wiki hii zinaangukia kwenye utajiri, zinaangukia kwenye uzima, zinaangukia kwenye afya njema, zinaangukia kwenye kibali, zinaangukia kwenye ushindi. Kamba zangu zinaangukia kwenye ushindi kwa jina la Yesu. Kayarababa ashapayana labragadaba yakantanana jekopoliata lekotoradada arapalia lekatoshata yadadababa ashadadadadaba yakadabadaba yadadadaba shaka yekoradadaba aparanaya shayada 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 adada basapa la paradada akadaya lekotoria eshabayada rapayana. Hakuna nguvu ya giza inaweza ikahamisha kamba zangu ndani ya wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Hakuna roho ya magonjwa inaweza ikahamisha kamba zangu ndani ya wiki hii. Hakuna roho ya mauti inaweza ikahamisha kamba zangu ndani ya wiki hii. Hakuna roho ya ajali inaweza ikahamisha kamba zangu ndani ya wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Shabarababa rakadababa yakananaba la parabaya. Ndani ya wiki napata urithi mwema katika jina la Yesu. Biashara yangu ndani ya wiki napata faida, faida tu, faida tu, faida tu katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rakabadaba shandaradada. Jambo lingine ambalo nataka tukaliombe, kila kilichofunga mikono yangu na hatua zangu kiniachie kwa jina la Yesu. Kila kilichofunga mikono yangu na hatua zangu kiniachie kwa jina la Yesu.
Matendo ya Mitume ile sura 28 ule mstari wa 3 mpaka ule wa 6. Anasema Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto akamzongazonga mkononi. Biblia inasema nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto akamzongazonga mkononi. Na ni kweli tunaomba, lakini lazima uchukue na hatua ya pili. Inaweza kuwa maombi haya yanawasha moto na kuna nguvu ya giza, kwa sababu ya moto inataka ikufunge, ifunge mikono yako, ifunge miguu yako, usiweze kupiga hatua ndani ya wiki hii. Mikono iliyofungwa ni mikono ambayo haiwezi kufanya biashara ikafanikiwa. Mikono iliyofungwa ni mikono ambayo haiwezi kashika kitu. Mikono iliyofungwa ni mikono ambayo haiwezi kupata faida kwenye kitu chochote. Na ninapoenda kuomba na wewe unapoenda kuomba pamoja na mimi, nataka tuombe. Biblia inasema nyoka akatoka kwa sababu yule moto akajizongazonga kwenye mkono wa Paulo. Lakini mstari wa 4 anasema wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu kuwa ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki ya imwachi kuishi. Mstari wa 5 anasema lakini yeye, huyu ni Paulo sasa, akamtukusia motoni, akamtukusia. Bila anasema akamtukusia. Kutukusia maana yake alitikisa mkono wake kwa nguvu, akamkungutia au akakungutia yule nyoka kwenda motoni, akamkungutia yule nyoka kwenda motoni. Sasa nataka tukafanya hilo zoezi la imani. Unakunguta kila nguvu ya giza kwenye mikono, kwenye miguu ambayo imekushika. Na hapa ametumia nyoka, maana nyoka ni nguvu za giza. Nyoka ni roho ya uchawi. Nyoka ni chochote kile. Unakumbuka hata wakati wa Musa alipokuwa anaenda kwa Farao, wachawi walichua fimbo zao, walizitupa zikawa ni nyoka. Kwa hiyo nyoka tunaiongelea hapa inaweza kuwa ni fimbo imetumwa kwa ajili ya kukuzuia, kwa ajili ya kukuwekea mpaka, kwa ajili ya kukufanya usiweze kupiga hatua. Lakini Biblia inasema Paulo akamtukusia motoni asipate madhara yote. Usipomtukusia motoni una uwezo wa kupata madhara. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 6 anasema wao wakadhani ya kuwa atavimba na kuanguka chini kwa ghafla, na wakisha kumwangalia sana na kuona kwamba alimpata dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Nataka ukatumia hatua ya imani ya kutukusia. Kutukusia, tikisa mikono yako, kataa. Hakuna kitu kinaweza kufunga mikono yangu ndani ya wiki. Mikono iliyofungwa nimekwambia ni mikono isiyoweza kushika chochote. Mikono iliyofungwa ni mikono isiyoweza kushika chochote. Miguu iliyofungwa ni miguu isiyoweza kwenda kwa kasi. Ni miguu isiyoweza kupiga hatua. Ni miguu isiyoweza kwenda mbali. Miguu iliyofungwa ni miguu isiyoweza kwenda mbali. Lakini pia miguu iliyofungwa ni miguu iliyopunguziwa mwendo. Hata kama utaenda utakuwa unaenda kwa mwendo mdogo. Mikono iliyofungwa pia ni mikono isiyoweza kupata faida. Mwambie Bwana unapoomba, kila kitu cha giza ambacho kimeishikilia mikono yangu, kila kitu cha giza, kila kifungo kilichoshikilia mikono yangu, kila kitu kilichofunga mikono yangu, kiniachie kwa jina la Yesu. Sema tena, kila kilichofunga mikono yangu, kila kilichofunga mikono yangu, kiniachie kwa jina la Yesu. Kila kilichofunga hatua zangu, kiniachie kwa jina la Yesu. Kila kilichofunga miguu yangu, kiniachie kwa jina la Yesu. Kila kilichofunga mikono yangu na miguu yangu, kiniachie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu anza kuomba. Bila sema Paulo akamtukusia yule nyoka motoni. Chochote ambacho kimekufunga ili usipige hatua ndani ya wiki hii, chochote ambacho kimekufunga ili usiende mbali ndani ya wiki hii, kitukusie kwenye moto katika jina la Yesu. Kitukusie kwenye moto asubuhi ya leo. Zaparakataya yekorababa akapayadaba ashanayanda lakataraba rapayakandalaba yekorababa shanda riakapalada yakandalaba shananayanda. Natukusia motoni, nasukumia motoni kila kifungo asubuhi ya leo kwenye mikono kisichotaka nipate faida. Biblia inasema Paulo na Sila wakiwa gerezani walifungwa mikono na miguu, lakini walipoanza kuimba na kuomba ndio walikuwa wanatukusia vile vifungo vya kwenye mikono na kwenye miguu kwenye moto. Petro naye alipofungwa gerezani alifungwa mikono na miguu. Unapoomba majira haya unatukusia motoni kila kifungo cha giza kwenye mikono yako kisichotaka uweze kufanya biashara. La parataya akabaradada shanana mayanda la kataradaba yakadababa yandaraba shaka. Ndani ya wiki hii mikono yangu haiwezi kufungwa. Biblia inasema walimfunga Samsoni wakaanza kumtumikisha
kataa kufungwa, kataa kufungwa, kataa kufungwa. Chochote ambacho kinataka kuifunga miguu yangu kiniachie kwa jina la Yesu. La barakata ya karadaba arapayanda ya kadadada, niachie 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 yekotoliada alekotoraba yandadadaba aparadadaba, achia. Biblia inasema ya kwamba mtego uliotegwa kwa ajili ya kutunasa tumeutoka kama ndege, tumetoka katika mtego wa mwindaji, tumetoka kwenye kila kifungo, kwenye kila kifungo, kwenye kila mnyororo umekatika, umekatika. Nakata, nakata hiyo roho ya hasara iliyofunga mikono yako, naikata hiyo roho ya umaskini iliyofunga miguu yako, naikata, naikata, naikata. Anasema kwenye Zaburi, kamba za mauti zimenizingira, kamba za kuzimu zimenizingira. Kwenye Mithali pia anasema kamba za mauti zimenifunga, kamba za mauti zimenizingira, kamba za kuzimu. Ninakata kamba za mauti kwenye miguu yangu, nakata, nakata kwa jina la Yesu. Nakata kila kamba ya giza niliyofungiwa ili nisiende mbali, katika chia, katika chia, katika chia, katika chia. Rekadaba ashadada lakabadada yakadadadaba. Hiyo kamba uliofungwa kwenye mikono ili usipate kazi, naikata, naikata kwa jina la Yesu. Uliofungwa kwenye miguu usitoke nje ya taifa, hiyo kamba uliofungwa kwenye miguu usiende mbali na eneo ulipozaliwa, naikata, 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 nakata, 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 nakata. Natangaza unavuka mipaka, unavuka mipaka. Hiyo biashara inavuka mipaka, hiyo huduma inavuka mipaka kwa jina la Yesu. Hiyo miguu iliyofungwa ili usimalize kwenye hiyo elimu, radadaba shakadababa rapaya dadadadadada. Kila nyoka aliyekuzonga zonga mtukusie kwenye moto, na kutupia kwenye moto, na kutupia kwenye moto. Teketea, 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 teketea kwa jina la Yesu. Teketea asubuhi ya leo, teketea, teketea kwa moto, teketea kwa moto. Shadananama la karababa yakadadada la paragadaba yakadabadaba rapakata rakataya akadababa yakadada jakalababa rapayanda akataya yekorianda ikarababa yandadadadaba rapayanana yakadadadaba apaladaba yanda yekoladaba shaka. Nakata kwa upanga wa Bwana ulio mkubwa, ulio mkali, yekorababa. Sema nakata, sema nakata, sema nakata kila nguvu ya giza, nakata kwa jina la Yesu. Unganisha na ile andiko kwenye Isaya 27 ule mstari wa kwanza. Shadadadaba rakadababa yakandanama. Anasema katika siku hiyo Bwana kwa upanga wake ulio mkali, ulio mkubwa, ulio na nguvu atamwadhibu Lewiathani, nyoka yule mwepesi, na Lewiathani nyoka yule mwenye kuzonga zonga. Sema kila joka lililojipanga kuzonga zonga kwenye njia zangu, kila joka lililozonga zonga njia zangu, lililozonga zonga hatua zangu, lililozonga zonga mikono yangu kwenye eneo la fedha, napiga kwa upanga wa Bwana. Nakata, 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 nakata. Fanya ishara ya kukata. Nakata, nakata, nakata kwa jina la Yesu. Katika kila joka napasua pasua, napasua pasua, napiga, napiga, napiga kila joka, napiga, napiga. Achia hatua zangu, achia
achia mikono yangu, achia uchumi wangu, achia fedha yangu. Shayanana lakada baba yakadada rakabadaya akanaya yakata rapayana shadadadada lakarababa. Nawasha moto, nawasha moto wa Bwana, nawasha moto wa Bwana hapo hapo ulipo. Nawasha moto, nawasha moto kwa jina la Yesu, nawasha moto kwa jina la Yesu. Nyoka alipomzonga zonga Paulo, kabla ya hapo Paulo alikuwa ametoka kukusanya kuni. Hiyo nguvu ya giza inayosubiri ukusanye ikuzonge zonge kwa magonjwa, na ipiga kwa jina la Yesu. Paulo alikuwa amekusanya kuni, ulikuwa ni wakati wake wa kupumzika, kwa sababu kwenye kile kisiwa kulikuwa na baridi. Ulikuwa ni wakati wake wa kupumzika, aote moto kama wengine, lakini hakupumzika. Nyoka kaanza kumzonga zonga. Hiyo roho ya giza isiyotaka utulie, ninaipiga kwa damu ya Yesu. Hiyo nguvu ya giza isiyotaka utulie, naipasua, 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 napiga, 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 napiga. Achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Usiyetaka nitulie, usiyetaka nifaidi, usiyetaka niwe na utulivu, shadadadaba rakadabaya akadaya ashabadaba lakataya yekoradadadada rapayanananama yandadababa ashayabadaba lakadabayada ekorianda sayaba dadadadaba barada barada rabadadada radada baba. Nateketeza kwa moto, nateketeza kwa moto, shadadadaba. Napiga, napiga kila joka, napiga kwa jina la Yesu. Nakuponda kichwa, nakuponda kichwa, nakuponda kichwa, naponda kichwa, naponda kichwa. Ewe joka kama roho ya magonjwa, shabadabada rakadadada yakadababa, unaezonga zonga maisha yangu, napiga, 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 napiga. Ewe joka kama magonjwa unayeuzonga mwili wangu, toeka niachie, toeka niachie, toeka niachie, toeka niachie, toeka niachie, toeka niachie. Yakaparia rabadada yakadada shapaladaya yakadala baba rakatayanda kwa jina la Yesu. Ededebosa erababa yakadada jadadada aparanaya yakadada labaragada yakadabaya kwa jina la Yesu. Ewe joka kama roho ya Sara, na kutokomeza kwa moto, na kuharibu kwa moto, na kusukumia kwenye moto kwa jina la Yesu. Leo haukimbii, na kukamata na kutupa kwenye moto. Nimeambiwa nitashika nyoka na kushika na kutupa kwenye moto, na kukamata na kutupa kwenye moto kwa jina la Yesu. Na kukamata, achia afya yangu, achia uchumi wangu, achia ndoa yangu, achia uchumi wangu, kwa jina la Yesu. Na kutupia kwenye moto kwa mamlaka ya jina la Yesu. Piga, 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 piga. Inapigwa, 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 inapigwa mahali popote ulipo. Hapo hapo ulipo ipo nguvu ya Bwana. Hapo hapo ulipo ipo moto wa Bwana. Tumeutuma majira haya upige kila joka. Piga, piga, piga ilo joka kama nguvu ya kifamilia. Napiga, 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 napiga. Shadadadada rakabababa yakandadada lakadaba apariana rashana yakata yekeketwa lakakata rapakapaya yakatalaba yakatalaba. Ndani ya wiki yangu kila joka umepigwa kwa jina la Yesu. Kila joka
umepigwa kwa jina la Yesu. Uliyetuma unizongezonge kwenye huduma umepigwa. Uliyetuma unizongezonge kwenye biashara umepigwa. Uliyetuma unizongezonge kwenye kazi umepigwa. Uliyetuma unizongezonge kwenye ajira umepigwa. Uliyetuma unizongezonge kwenye uchumi umepigwa. Uliyetuma unizongezonge kwenye elimu umepigwa. Uliyetuma unizongezonge kwenye mahusiano umepigwa. Uliyetuma unizongezonge shana na nakata rapatayana yakada baba ashadaya kwa jina la Yesu. Kila joka la familia umepigwa, 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 umepigwa. Yekora baba aparadadada yakadadaba shapalianda la paradia yekorakata ekora baba eshananaya aparianda rababa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu umepigwa, 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 umepigwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Zobreketele de devosh shara baba baba baba. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kila kizuizi kilichowekwa mbele yako tunakiharibu katika jina la Yesu. Nataka tumalizie ombi lingine ambalo uliombe ndani ya wiki hii. Isaya 58 ule mstari wa 8. Yapo mambo manne ambayo nataka ukamwambie Bwana yaje kwenye maisha yako ndani ya wiki hii. Biblia inasema ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Jambo la kwanza, mwambie Bwana, nuru yangu ndani ya wiki hii ipambazuke. Kupambazuka maana yake giza linaondoka, chochote ambacho kilikuwa kinakufunika kinaondoka. Kupambazuka pia maana yake ni kutokea kwa namna nyingine, kutokea kwa upya, kungangaza kwa namna nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine, kupambazuka maana yake ni giza limeondoka, chochote ambacho kilikuwa kinaifunika nuru yako kinaondolewa katika jina la Yesu. Kwa hiyo utamwambia Bwana, nuru yangu ipambazuke ndani ya wiki hii. Lakini jambo la pili anasema na afya yako itatokea mara. Nataka ndani ya wiki hii tuombe, umwambie Bwana, afya yangu itokee kwenye kila siku, afya yangu itokee kwenye kila saa, afya yangu itokee. Nakataa kupoteza afya ndani ya wiki hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini jambo la tatu anasema na haki yako itakutangulia. Hakuna mtu atakayechukua haki yako, hakuna mtu atakayechukua kitu chako, hakuna mtu atakayechukua nafasi yako, hakuna mtu atakayechukua mali yako. Mwambie Bwana, haki yangu initangulie kwa jina la Yesu. Haki kukutangulia, watu watakupa sawa sawa na haki yako, watu watakujali sawa sawa na haki yako. Lakini jambo la tatu anasema na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Mwambie Bwana, ndani ya wiki nzima utukufu wako unifuate, unilinde. Mambo manne. Jambo la kwanza, mwambie Bwana, nuru yangu ipambazuke kama asubuhi. Lakini jambo la pili, afya yangu itokee kwenye kila siku, kwenye kila saa ndani ya wiki hii. Na jambo la tatu, umwambie Bwana, haki yangu initangulie. Kila nitakapoenda nitapewa sawa sawa na haki yangu katika jina la Yesu. Kila nitakapoenda hakutakuwa na mtu wa kuchukua nafasi yangu, wa kuchukua kitu changu, wa kupokea kwa niaba yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu anza kujiombea hapo ulipo. Lakini jambo lingine pia, mwambie Bwana, utukufu wako nifuate kwa ajili ya ulinzi. Utukufu wako nifuate ndani ya wiki nzima. Mungu amesema utukufu wake utakufuata. Mwambie Bwana, utukufu wako nifuate ndani ya wiki nzima katika jina la Yesu. Bwana Yesu, wakati tunamalizia maombi haya, ninaomba na mpenzi mtu anayetufuatilia kwenye television, anayetufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mtu yote ambaye unaomba pamoja nasi majira, kwa jina la Yesu ninakuombea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ninakuombea katika jina la Yesu. Wewe sio mtazamaji tu, wewe ni mtu ambaye unaomba pamoja nasi majira, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakuombea afya yako ionekane ndani ya wiki hii. Kwenye kila siku afya yako itokee, kwenye kila siku afya yako idhihirike, kwenye kila siku afya yako idhihirike, kwenye kila siku afya yako idhihirike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwenye kila siku afya yako ionekane katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwenye kila siku ninakuombea haki yako itangulie mbele. Hakutakuwa na mtu wa kuchukua nafasi yako, hakutakuwa na mtu wa kuchukua kitu chako pasipo ruhusa yako, pasipo kibali chako
katika jina la Yesu. Ninakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu, haki yako ikutangulie, haki yako ikutangulie. Hakutakuwa na mtu wa kukudhulumu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakataa kudhulumiwa, nakataa kupunjwa, nakataa kupewa ambacho hakifanani na wewe, nakataa kupewa ambacho hakifanani na Mungu aliyeko ndani yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kuombea kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na kuombea pia nuru yako ipambazuke kwenye kila siku ndani ya wiki hii. Nuru yako inapambazuka, nuru yako inaonekana, nuru yako inang'aa tena. Watu wanaijilia nuru ya kuzuka kwako katika jina la Yesu. Naiombea nuru yako izuke, naiombea nuru yako izuke, naiombea nuru yako izuke, naiombea nuru yako izuke. Uanze kuonekana, uanze kuonekana, uanze kuonekana. Hiyo biashara ianze kuonekana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Vile vyeti vyako vianze kuonekana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kuombea nuru yako, nuru yako, kama ambavyo Biblia inasema Yesu alipokuwa katika kuomba uso wake uling'aa, mavazi yake pia yakang'aa. Ninakuombea ung'ae ndani ya wiki. Ni wiki yako ya kung'aa, ni wiki yako ya kung'aa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Ni wiki yako ya kung'aa kwa jina la Yesu Kristo. Lakini pia nakuombea ndani ya wiki hii, sio tu utang'aa, watu wataijilia nuru yako, watu wataujilia mwanga wa kuzuka kwako katika jina la Yesu Kristo. Watu wanakujilia, watu wanakujilia, watu wanakujilia, watu wanakujilia, watu wanakujilia, watu wanakujilia, watu wanaijilia nuru yako kwa jina la Yesu. Biblia inasema kwenye Danieli sura ya 5 mstari wa 11, Malkia anamwambia mfalme Belteshaza ya kwamba usihangaike mfalme, kuna mtu ambaye nuru imeonekana ndani yake. Nuru itaonekana ndani yako, wafalme watakujia kwa jina la Yesu. Nuru itaonekana ndani yako kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo ndoa. Nuru inaonekana ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Nuru inaonekana ndani yako, nuru inaonekana ndani yako, nuru inaonekana ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea pia kwa damu ya Yesu, utukufu wa Bwana ukufuate nyuma, utukufu wa Bwana ukufuate nyuma, utukufu wa Bwana ukufuate nyuma. Kila utakapoenda, hautaenda peke yako. Ofisi yote utakayoingia, hautaingia peke yako. Unapoiendea kazi yako, hauiendei ukiwa peke yako. Popote utakapokuwa, ukiwa kwenye vyombo vya usafiri ndani ya wiki hii, hautakuwa peke yako. Unaingia ukiwa na utukufu wa Bwana, unaenda ukiwa na utukufu wa Bwana, unatembea ukiwa na utukufu wa Bwana katika jina la Yesu. Utukufu wa Bwana ukufuate ndani ya Jumatatu yako hii. Utukufu wa Bwana ukufuate mchana, utukufu wa Bwana ukufuate jioni, utukufu wa Bwana ukufuate usiku, utukufu wa Bwana ukufuate kila alfajiri, utukufu wa Bwana ukufuate kwa jina la Yesu kila usiku wa manane. Utukufu wa Bwana ukufuate katika jina la Yesu. Na kuombea Jumanne, utukufu wa Bwana ukufuate. Jumatano, utukufu wa Bwana ukufuate. Alhamisi, utukufu wa Bwana ukufuate. Ijumaa, utukufu wa Bwana ukufuate. Jumamosi, utukufu wa Bwana ukufuate. Jumapili, kwa jina la Yesu mpaka Jumatatu nyingine kama hii, utukufu wa Bwana ukufuate, ukulinde kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hakuna cha kukudhuru wewe, chochote ambacho hakiwezi kudhuru kitu kiwa kwenye uwepo wa Bwana, ukiwa inakufuata na utukufu wa Bwana, kisiweze kukudhuru wewe katika jina la Yesu. Na kuombea Mungu akusaidie ulindwe mbali na dhambi ambayo inapunguza utukufu wa Mungu. Bwana akulinde mbali na mitego ya dhambi kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuishi maisha matakatifu ndani ya wiki hii katika jina la Yesu. Pokea neema ya kutembea katika maombi na mifungo ndani ya wiki hii katika jina la Yesu. Pokea neema ya kutunza moto wa Mungu ndani yako ndani ya wiki hii katika jina la Yesu. Pokea kibali na mkono wa Bwana ukawe juu yako ndani ya wiki hii katika jina la Yesu. Kila mtu ambaye tunaomba nawe majira, kila mtu ambaye utaomba pamoja nasi maombi haya, ninakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu, kamba zako ziangukie mahali pema katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana wakakuongoze katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea kila kitu kilichokuwa kimeshikilia mikono yako, kilichokuwa kimezuia miguu yako, kimeharibiwa katika jina la Yesu Kristo. Na kuanzia sasa wewe unaenda kwa ajili ya kumiliki na kutawala na kutamalaki katika jina la Yesu Kristo Nazareti le hai. Kwa wewe ambaye unatufuatilia, utaona kama Bwana anaweka msukumo ndani yako wa kutoa sadaka. Kuna namba za simu na akaunti kwa ajili ya kutoa zitakuwa zimewekwa hapo. Unaweza kufuata hayo maelekezo